Habari yako mtumishi wa Mungu? Namshukuru Mungu kwa kweli, habari yangu nzuri sana. Habari yako nawe pia? Njema kabisa. Ndio. Mimi kwa majina naitwa Mkwama, ningependa kujua majina yako, watazamaji wangependa kujua. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Kuna hii clip ambayo kama ulivyoiona hapo mwanzo, unazungumziaje watu wenye mtazamo kama wa huyu bwana, hususan katika zama hizi ambapo watu wengi wamekuwa wanayumbishwa na msimamo wa kujua waelekee wapi kiimani, kidini? Unamzungumziaje huyu bwana kwa clip tuliyoiona hapo? Mimi ninachoamini hapa, naamini Mungu wa babu yao, wa babu yao, wa bibi yao, wa mama yao. Mimi siamini Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Hawa watu kama walikuwepo, walikuwa kwenye msaada wa imaya yao. Hawawezi wao kutusaidia sisi. Mungu wa mzungu hawezi kuja kunisaidia mimi. Ameeleza kuhusiana na masuala ya kacha. Na lipi unalo la kusema kuhusu yeye? Ningependa kusema kwa habari ya kacha, yuko vizuri kwenye eneo la kacha. Yuko vizuri kabisa, ameweza kung'amua ama kuchambua vizuri kwa habari ya kacha ya wazungu na kacha ya Waarabu, kwa kumaanisha ama kwa maana nzima ya kusema dini ya Wakristo na ya Waislamu wanafuata kacha za wazungu na za Waarabu. Kwa eneo hilo nakubaliana naye, yuko vizuri kabisa na yuko sahihi kabisa, kwa sababu hata Yesu ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Mathayo utaona kuna namna ambavyo alifuata kacha za Wayahudi wakati yuko Uyahudi. Okay, tukiachilia mbali hilo, una credit nyingine za kumpa kimtazamo wake? Credit ambazo naweza kumpa nafikiri zaidi ni kwa habari ya ufafanuzi wake. Ufafanuzi wake ni mzuri. Anafafanua vizuri, yuko vizuri kwenye kufafanua, na ni mbobevu kwenye usomaji wa vitabu vya history mbalimbali vinavyohusu kanisa na dini na madhehebu kwa ujumla. Kwa hilo ninampa pongezi. Kwenye hilo eneo yuko vizuri sana. Siwezi kupingana naye kwenye hilo eneo, yuko vizuri, ila tu anahitaji baadhi ya elimu zaidi kuweza kuipata ili iweze kumuongezea maarifa zaidi. Okay, kwa hiyo unakubaliana naye kuhusu swala zima za uwasilishaji? Kuhusu swala zima la uwasilishaji nakubaliana naye. Anawasilisha vizuri mada zake, ana hoja nzuri, anawasilisha vizuri kwa jamii kile ambacho anakifahamu, na kiwango cha ufahamu alichonacho anakiwakilisha vizuri sawa sawa na jinsi alivyoelewa. Tumemsikia akisema Mungu wa mababu zake, tumemsikia akisema Mungu wa mabibi zake, tumemsikia akisema Mungu wa wazungu, kwa maana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Unalipi la kuzungumza kiujumla kuhusiana na msimamo wake wa imani kwamba yeye haamini katika Mungu wa wazungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo? Hapo sasa kidogo ndo anakuwa ameenda kushoto kidogo kwenye hilo eneo. Anahitaji kupewa elimu ya kutosha kwa habari ya Mungu. Tunapozungumza kwa habari ya Mungu kama Mungu ambaye aliweka agano na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ni Mungu wa watu wote. Ndiye Mungu huyo ambaye atalimtuma Kristo ama Masihi kuja kukomboa ulimwengu. Kwa hiyo yeye anaposema aamini Mungu wa Ibrahimu, Isaka wala Yakobo, kwenye hilo eneo siwezi kukubaliana naye. Atakuwa hayupo sawa. Anahitaji elimu zaidi ya kuweza kuelewa mfumo mzima na utaratibu ambao Mungu aliweka. Mungu aliweka agano na Ibrahim kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza Mungu aliweka agano na Adam Eden. Agano lile lilipovunjika kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, ndipo Mungu akatafuta mtu ambaye anaweza akatengeneza naye tena agano. Akakutana na mtu anaitwa Ibrahim. Ndipo sasa akamtoa kwenye ukanda huo wa Kaldayo, ndipo akaweza kutengeneza naye agano jipya, agano jingine tena, badala lile la mwanzo kushindikana Eden na Adam. Ndipo Mungu akaweka agano sasa na huyu Adam ni Ibrahim. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 18, ndipo utapata namna nzima ambapo Mungu aliweka agano jingine na Ibrahim na akimwapiza kwa habari hata ya uzao wake ambaye ni Isaka, Ibrahim na Yakobo. Ni Mungu anatengeneza agano sasa na Ibrahim. Kwa hiyo sisi ni watoto, ni uzao wa Ibrahim kwa imani, kwa sababu Mungu alipoona Adamu amekengeuka ndipo akatengeneza agano na Ibrahim. Kwa hiyo agano la Ibrahim ni Mungu mwenyewe alilifanya pamoja naye, na sisi ni uzao wa Ibrahim kupitia imani, kwa njia ya imani. Sawa. Nadhani tutarudi awamu ya pili kwa ajili ya kujua ni kwa namna gani sasa tunaweza
ona ni njia zipi sahihi ambazo zinaweza zikamsababisha mtazamo wake na mtazamo wako kama mtumishi wa Mungu muende sambamba, maana lengo ni kufikia ukweli na ukweli tunasikia kwamba unaweka huru. Kwa hiyo ninashukuru kwa muda wako mpaka sasa, mpaka hapo awamu ya pili ambapo utatuainishia ni kwa njia zipi huyu mtu anaweza akatoka kwenye hiki ambacho kinaonekana labda ni ukali kwa upande wake na kuiendea njia nyoofu. Uko sahihi kabisa, na nafikiri nitaongeza kwa habari ya imani anayosema ameiamini yeye ya mabibi zake na mababu zake, ndio imani yeye anayoiamini, lakini sio imani ya wazungu. Ama anasema Mungu wa wazungu yeye amtambui. Wazungu hawana Mungu, lazima aelewe hilo kwanza, lazima aelewe. Ndio maana nikasema kwa maeneo yote yuko vizuri na kukubaliana naye sana, lakini kwenye hili siwezi kuungana naye mkono, kwa sababu wazungu hawana Mungu. Wazungu hawana Mungu kabisa, hawana Mungu wa kwao, na sisi wa Afrika tuna Mungu wetu. Hapana. Yaani yeye anashindwa kung'amua ama kuelewa wazungu kusudi lao lilikuwa ni nini kwetu wa Afrika. Hapo nafikiri ndio tunaweza tukazungumza ili aweze kuelewa ni nini walichokileta wazungu kwetu Afrika, na Mungu wanaomwamini wao ni yupi, na Mungu tunayemwamini sisi ni yupi. Lakini anaposema anamwamini Mungu wa babu yake au wa bibi yake, hapo anakuwa amekosea, kwa sababu Biblia inatuambia hapo zamani watu walikuwa wanaabudu miungu. Sasa sijui kama na yeye anaabudu hata sasa miungu, kwa sababu bibi yake hawezi kuwa na Mungu wake peke yake wala babu yake. Sawa sawa. Asante. Ulikuwa nasi katika uchambuzi. Ndio. Niwatakie wakati mwema ndugu watazamaji. Ndio. Mtapata bahati ya kumsikia tena mtumishi Setebe akija kwa ufafanuzi zaidi wa namna gani sasa tunaweza tukaenenda njia moja itupasayo. Amina. Barikiwe sana.